Dosia yako wanakutafuta zile crimes zenye unaweza kuulifanya. Kama ulifanya makosa, wanakuachia wewe, unaenda wewe unafanya zako huko. Wakati wa kurudi ndio wanakuambia stop, inabidi urudi kwenu. Basi walifanya hivyo. Ilivyorudi hakuna shida yoyote ambayo ilitokea. Niliingia bila wasiwasi. Haleluya. Na ninamshukuru Mungu kwa jinsi nimewakuta nyinyi wote mko salama. Hakuna mtu ambaye nilisikia anagonjwa. Na ninashukuru kwa viongozi pia ambavyo unavyoendelea kulinda kondoo za Mungu. Haleluya. Mungu awabariki sana na waongezee. Na bila kukawia, tunataka tuzungumzie kuhusu Passover, make Pasaka. Haleluya. Kwa nini tusherekee Pasaka? Tutasoma vitabu vingi, lakini nitaenda kuzamia katika Agano Jipya, nikishaanzia katika Agano la Zamani. Kwa nini watu washerekee Pasaka? Je, ni kitu ambacho Mungu anapendekeza? Ni kitu ambacho kinampendeza Mungu? Jibu ni ndio, kwa sababu hii inakuwa ni amri ambayo ilitoka kwa Mungu. Hebu tukimbie katika kitabu cha Kutoka 12, tuende kuanzia kwenye mstari wa kwanza hadi wa 4. Wasomaji wawe wengi ili tuende haraka haraka. Tusikie sheria za Passover, za Pasaka. Tusomee 1 hadi 4. 12 kuanzia kwenye mstari wa kwanza hadi 4. Tunasoma katika jina la Yesu Kristo. Bwana akanena na Musa na Haruni katika nchi ya Misri, akawaambia, mwende, mwezi huu utakuwa mwanzo wa miezi kwenu. Utakuwa ni mwezi wa kwanza wa mwaka kwenu. Semeni na mkutano wote wa Israeli, mkawaambie, siku ya 10 ya mwezi huu kila mtu atatwaa mwana kondoo kwa hesabu ya nyumba ya baba zao, mwana kondoo kwa watu wa nyumba moja. Na ikiwa watu wa nyumba ni wachache kwa mwana kondoo, basi yeye na jirani yake aliye karibu na nyumba yake na watwae mwana kondoo mmoja kwa kadiri ya hesabu ya watu, kwa kadiri ya ulaji wa kila mtu, ndivyo mtakavyofanya hesabu yenu kwa yule mwana kondoo. Amen. Amen. Haleluya. Hapa nimesikia ya kwamba Mungu akaongea na Musa, akaongea na huyu Haruni. Amen. Akawaambia, mwambie mkutano, waambie watu waandae Passover, waandae Pasaka. Akasema kila familia iandae mwana kondoo. Kila familia iandae mwana kondoo. Na kama kuna familia ndogo, itafute jirani, waende wachangie yule mwana kondoo. kwa sababu
palikuwa sheria ya kula na kumaliza, hapana kubakiza. Kwa hiyo kama wewe ni familia ndogo, ilikuwa inabidi ujiunge na familia nyingine kisha mkule wa mwanakondoo. Haleluya. Amen. Leo nafikiri kuna kitu hapa. Amen. Amen. Tumekusanyika leo. Mlitangaziwa, wakina Musa, wakina Haruni waliwatangazia, wakawaambia ya kwamba andaeni chakula, tutaenda kula, tutaenda kuketi pamoja kama familia ili tule. Na leo ndo jinsi hizo tutakuja kuketi pamoja. Na siwazie kama patakuwa wale watu ambao wanasema mimi naenda kukilio, naenda kwenye msiba, naenda hivi na utaketi kwa sababu ni sheria ya Mungu. Haleluya. Amen. Lazima ukae uchangie na watu wengine chakula. Bila hivyo kunavunja sheria ya Mungu. Amen. Amen. Luka kwenye mstari wa 10, soma 10 hadi 11 ili tuende haraka. Wala msisaze kitu chake chochote hata asubuhi, bali kitu kitakachosalia hata asubuhi mtakichoma kwa moto. Tena mtamla hivi, mtakuwa mmefungwa viuno vyenu, mmevaa viatu vyenu miguuni, na fimbo zenu mikononi mwenu, nanyi mtamla kwa haraka. Ni Pasaka ya Bwana. Amen. Amen. Twende katika Wafalme, kwa sababu uko sitakawia sana, nitakuja kukawia kidogo katika Agano Jipya. Wafalme wa pili 23. Ndio hapa tuko tunawahi tusikie Hosea mfalme naye alivyosema. Wafalme wa pili 23, anza kwenye mstari wa 21 hadi 23. Kwenye Agano Jipya ndo nitakawia kidogo. Tunasoma katika jina la Yesu. Naye mfalme akawaamuru watu wote, akasema, mfanyeni Bwana Mungu wenu Pasaka, kama ilivyoandikwa katika kitabu hiki cha agano. Hakika yake haikufanyika Pasaka kama hiyo tangu zamani za waamuzi waliowaamua Israeli, wala katika zamani za wafalme wa Israeli, wala za wafalme wa Yuda, bali katika mwaka wa 18 wa mfalme Yosia ilifanyika Pasaka hii kwa Bwana ndani ya Yerusalemu. Amen. Amen. Umesoma 24. Tena wenye pepo wa utambuzi na wachawi na vinyago na sanamu na machukizo yote yalionekana katika nchi ya Yuda na katika Yerusalemu. Yosia akayaondoa yote ili apate kuyathibitisha maneno ya Torati yaliyoandikwa katika kile kitabu alichokiona Hilikia. Kuna kuhani ndani ya nyumba ya Bwana. Amen. Amen. Hapa na hapo tumesikia huyu mfalme Hosea akawaambia mfanye sikukuu. Mfanye sikukuu ya Pasaka. Haleluya. Na hii sikukuu ni ya Bwana, inakuwa ni ya Mungu. Basi hawakukawia, wakaandaa sikukuu hiyo. Na Hosea akatoa miungu yote ili mubidi ang'oe. Ikanubidi atoe miungu ambayo ilikuwa katika nchi hiyo.
sababu sheria ya Pasaka inasema ya kwamba kula mkate wenye hauna yeast. Ile yeast katika Kiswahili inaitwaje? Chachu. Ha? Chachu. 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 Yes. Mkate ambao hauna chachu. Yeast. Huyu Hosea akatoa vile vyote ambavyo vilikuwa havistahili mbele za uso wa Bwana. Leo ni siku